isitokee katikati ya safari ya tawi lenu mtu akaibuka na mipango mingine mapya bila kuwashirikisha wanatawi, na hapo ndipo changamoto ya matawi mengi inapoibukaga. Lakini changamoto nyingine ni kwenye idara ya fedha. Kama hakutokuwa na taarifa za uwazi za mapato na matumizi ya fedha za wanachama wa tawi, hapo fitna kubwa huwa inaingia, na matokeo yake matawi mengi huwa yanavunjikia hapo kwenye fedha. Kwa hiyo kwanza, jambo la msingi la kwanza ambalo mnapaswa kulifanya, fedha za wanatawi zisikae mikononi kwa mtu. Sisi wote tuna shida zetu. Ukimwekeza mtu hela yako, ni rahisi kujikopesha akashindwa kuitumia, na baada hapo migogoro ndipo inapoanza. Tunazo benki ambazo tunafanya nazo kazi, tuna NMB, tuna CRDB. Nendeni mkafungue akaunti ya tawi, michango yote ya tawi ipitie kwenye akaunti hiyo, fedha zikae humo. Na ili kutoka fedha humo lazima kuwe na sababu za msingi ambazo wanatawi wote mmekubaliana. Fedha inatoka inakwenda kwenye matumizi, na mweka hazina ana jukumu la kurejesha taarifa ya matumizi ambayo yamefanyika. Mkiishi kwenye namna hiyo, mtaishi kwa amani na hamtakuwa na migogoro. Lakini katokea mmeshindwa kuelewana wenyewe kwa wenyewe, zipo ngazi za wilaya ambazo mtakimbilia huko kwenda kutatua changamoto zenu. Msikimbilie kwenye vyombo vya habari. Vyombo vya habari havitatui migogoro yenu, zaidi ya kwamba mnakwenda kuikuza zaidi. Mmeshindwa kuelewana hapa Zingiziwa, nendeni mkamate Matara, waelezeni shida yenu nini. Kwa uzoefu wao na busara zao watatatua changamoto zenu, mambo yaendelee kuwa gwede. Msianze kuchafuana, msianze kupakana matope. Yule mwenyekiti mwizi, yule mwenyekiti kafanya hivi, bwana fedha kafanya vile, yule kamchukua yule. Shida zinaanziaga hapo. Mkishindwa ngazi ya wilaya, njooni ngazi ya mkoa. Mkishindwa ngazi ya mkoa, mzee Kisiwa hizo ndo kazi zake za kusuluhisha migogoro. Njooni pale makao makuu, aje atatue migogoro yenu, mambo yaende vizuri. Ndugu zangu wanazingiziwa, tawi la Ngobedi, baada ya kuzindua kwa tawi lenu hili rasmi, sasa ninyi mmeshakuwa familia ya Simba Sports Club. Mwanzoni mlikuwa mnafanya mambo yenu kwa kujitegemea huko, lakini sasa nyinyi ni familia rasmi ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo mnawajibika, mnalazimika kufuata miongozo, kufuata taratibu na maelekezo kwa Simba Sports Club. Yawe ni maelekezo kutoka wilayani, yawe ni maelekezo kutoka ngazi ya mkoa, ama maelekezo kutoka ngazi ya taifa. Hayo mnawajibika kuyafuata na kuyafuatisha bila kipingamizi cha aina yoyote, kwa sababu tayari ninyi mmeshakuwa wanachama, mmeshakuwa familia rasmi ya Simba Sports Club. Haya katika moja na mbili zipendeza. Baada ya kuzindua tawi hili, ziko kazi nyingi za kimsingi ambazo mnapaswa kufanya. Mojawapo ni jambo la kwenda uwanjani. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa mnalazimika, wanazingiziwa, kila mechi bila kukosa kuja Benjamin Mkapa. Hii sio kazi ya watu fulani ya kwenda uwanjani.
Hii ni kazi na ni jukumu la kila mwana Simba kwenda uwanjani tunapocheza mechi mbalimbali za kimashindano. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwenyekiti, katibu, hilo ni jukumu lenu kuhakikisha kila safari, kuhakikisha kila mechi na ninyi mnakuwa sehemu ya wanasimba wanaokwenda kwenye mechi husika, wanaokwenda kwenye safari husika. Hiyo sio kazi ya matawi fulani tu, hiyo ni kazi ya kila tawi la Simba ambalo ni tawi rasmi la Simba Sports Club. Kuanza kufanya kuanzia hivi sasa, ni lazima kila mwanachama wa tawi la Ngobedi, ni lazima kila msimu unapoanza anunue na kuvaa jezi mpya za msimu husika. Hilo ni jambo la lazima kwa kila mwanatawi ambaye amechagua kujiunga katika familia hii. Haiwezekani ndani ya tawi moja wewe ukavaa jezi ya mwaka jana, yule mwaka juzi, yule sikavaa jezi ya Manchester, yule kavaa jezi ya Arsenal. Yaani haieleweki hili ni tawi la Simba ama ni kikundi cha wahuni. Ili tukutambue kuwa wewe ni mwenzetu rasmi, msimu unapoanza ni lazima kila mwanatawi kununua jezi. Na hiyo ni kazi nyingine tena ya katibu wa tawi na mwenyekiti. Jezi zinapozinduliwa, kuwahamasisha wanachama wa tawi lake wachange fedha kwa pamoja, waende wakanunue jezi zao kwa ajili ya kuvaa tawini. Kwenye shughuli yoyote ya tawi, kwenye mkutano wa tawi, ni marufuku mwanatawi la Ngobedi kuja amevaa jezi ya timu nyingine huko sijui ya Ulaya. Kwenye kikao rasmi cha tawi, mwanasimba wa tawi la Ngobedi na mwanasimba wa tawi lolote lile anatakiwa aje amevaa jezi ya msimu husika. Viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, hili mnapaswa kulisisitiza kwa wanachama wenu. Lazima tuwe kwenye uniform ya kufanana, tuwe uniform moja, na huo ndio utaratibu wa Simba. Haiwezekani kila mtu kajivalia vyake. Hiyo sio maana halisi ya taasisi na sio maana halisi ya timu. Tunawajibika, tunalazimika katika shughuli rasmi za tawi, kila mwanasimba avae jezi ya msimu husika kama ambavyo viongozi mmevaa, na mnawajibika hivyo hivyo kuwakumbusha, kuwalazimisha na kuwasisitiza watu wenu na wenyewe wavae jezi za msimu husika. Ndugu zanguni, hao ni yale ambayo yanahusiana na tawi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, shughuli yetu imekwenda vizuri, tawi limezinduliwa. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji wa kulitunza na kulidumisha tawi letu. Lakini jambo jingine ambalo limetuleta hapa Zingiziwa ni uzinduzi wa hamasa. Na niseme tu kwamba hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 ya mwezi huu wa 11 siku ya Jumapili imezinduliwa rasmi hapa katika tawi la Ngobedi Chanika Zingiziwa. Lakini nichukue nafasi hii kuwaalika ndugu zangu wanazingiziwa katika mchezo wetu wa tarehe 23. Tarehe 23 tuna kibarua kigumu kweli kweli. Tuna kazi nzito kweli kweli. Tuna mechi ngumu kweli kweli. Lakini pamoja na ugumu wa mchezo huu, pamoja na kibarua kizito tulichonacho siku ya Jumapili, nichukue nafasi hii kuhakikishia wanasimba wa tawi la Ngobedi, pamoja na ugumu wote wa mchezo huu, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na alama 3 siku hiyo. Awe mgumu vipi, hata ajikaze vipi, hata tusumbue vipi, lakini kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Atake asitake, kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Apende asipende, ataachia alama 3 siku ya Jumapili.
abane, aachie, ataachia alama 3 siku ya Jumapili. Twendeni Benjamin Mkapa ndugu zangu wana Simba, twendeni tukachukue alama 3. Pamoja na ubora wa timu yetu tuliokuwa nao na maandalizi makubwa yanayofanyika kiufundi kuelekea katika mchezo huo, mipango yote ambayo inafanywa na viongozi wetu kuelekea katika mchezo huo, lakini nguvu yetu ambayo tunaitegemea Jumapili itupe ushindi siku hiyo, nguvu yetu, silaha yetu ni ninyi wanasimba wa hapa Zingiziwa, ni ninyi wanasimba kutoka sehemu mbalimbali. Uwepo wenu Benjamin Mkapa na tena uwepo wenu kwa wingi wenu ni silaha namba 1 ya Simba kupata matokeo siku hiyo. Kwa hiyo mwana Simba, Jumapili ya tarehe 23 ukichagua kubaki Zingiziwa, maana yake umechagua kuihujumu Simba Sports Club. Maana yake umechagua kutoitumia silaha yako ya kuwepo Benjamin Mkapa siku hiyo. Maana yake umechagua Simba ifeli siku hiyo, na sidhani na wala sioni kama kuna mwana Simba hapa yuko tayari kuiona Simba yake inafeli. Kila mwana Simba anaitakia mema Simba yake, na kuitakia mema kwa vitendo Simba yako ni kuja uwanjani siku ya Jumapili. Nunua tiketi yako mwana Simba, fanya unachoweza, kopa, omba, nunua tiketi yako Jumapili, njoo Benjamin Mkapa. Asibaki mtu siku hiyo, siku ya Jumapili. Zingiziwa mara nyingi huwa mnakuja uwanjani, ama mara zote huwa mnakuja uwanjani, hasa kwenye mechi kubwa kama hizi. Lakini nataka mechi hii ya Jumapili idadi yenu ya kuja uwanjani iongezeke maradufu zaidi. Kama mlikuwa mnakuja 40, basi mechi hii ya Jumapili Zingiziwa peke yake mje zaidi ya 100 Benjamin Mkapa, na hilo linawezekana kwa sababu hapa Zingiziwa kuna wanasimba wengi kweli kweli. Mwenyekiti, katibu, ni jukumu lako, jukumu lenu kuwahamasisha wanasimba wa Zingiziwa, kila mmoja anunue tiketi yake aje Benjamin Mkapa. Na jambo la kufurahisha zaidi ni Mheshimiwa Diwani Kaniki, simama tukuone, yeye ametoa usafiri kwa wanazingiziwa wote, hata 5 usafiri wa kutosha wa kuwapeleka uwanjani.